Ninakupenda Malaika. Malaika. Yaani umewaribu sana wewe. Ulikuwa unafanya mazoezi nje hapo eh? Ndio. Nilikusikia, nishakupa no. Karibu tena kwenye muendelezo wa sehemu ya pili. Na hii ni historia ya maisha halisi kabisa ya Harmonize. Kumbuka hii ni Bongo Complex Media. Na katika sehemu ya pili tutaangazia kwa kina juu ya maisha ya mahusiano ya Harmonize na misukosuko iliyomfanya hadi aweze kuondoka kwenye record label kubwa zaidi Afrika Mashariki. Hapa ninazungumzia WCB. Kila mwanaume akianza kupata pesa, ndoto zake zinakuwa kama aweze kuwa na mwanamke mzuri. Ndivyo hivyo ilivyokuwa kwa Harmonize. Siwezi sema kama iliangusha ndoto zake za kimataifa, lakini inawezekana ilimsaidia kuendelea kubaki kuwa superstar hapa Tanzania. Kila mmoja aliamini siku moja Harmonize anaweza kufanya makubwa, pengine kushinda hata Diamond Platinum, kutokana na kipaji chake na uandishi wake wa masuala ya muziki. Sitaki kuamini kama kiki za mapenzi zimemfanya Harmonize kushindwa kutoboa kimataifa. Yani watu walikuwa wanaamini Harmonize anaweza kuwa kama Lema siku moja, anaweza kuwa kama Burna Boy. Je, ni kweli mahusiano yaliweza kudhoofisha harakati zake hizo? La hasha. Ungana nami kwenye story hii nzuri kabisa. Kumbuka hii ni sehemu ya pili ya simulizi ya kweli ya maisha yanayomhusu Harmonize. Na kwenye nyanja hii ya sehemu ya pili tutaangazia katika kipengele cha maisha ya mahusiano ya Harmonize. Baada ya kupata jina kubwa ndani ya WCB, mwamba kabisa kutoka Chitohori huko Ntwala, Harmonize wanamuita Rajab Abdul Kahali. Mwamba kajiongeza kwenye pezi zito kabisa la mwanadada kutoka Moshi, Tanzania. Hapo anamuita Jacqueline Wolper. Miongoni mwa wanawake waliokuwa na mvuto mzuri na mvuto wa kina, ulikuwa huwezi ukamwacha Jacqueline Wolper. Alikuwa kijana na binti mdogo. Mwanzoni kabisa wa mwaka 2017 Harmonize alijiingiza kwenye penzi zito zaidi. Kipindi hiko mitandao ya kijamii kama ndio ilikuwa inaanza kushika kasi hivi. Hapa tunazungumzia Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok. Sina hakika sana kama ilikuwepo. Yamkini ilikuwepo, lakini mimi nilikuwa mshamba zaidi. Ina maana sikuweza kufahamu kama upo au la. Ila Facebook na Insta hivyo na kuhakikishia vilikuwepo. Kila kurasa, kila peji ya udaku ukiingia ni Harmonize pamoja na Jacqueline Wolper. Hapo ndipo akatokea mwamba anaitwa Hamolapa. Huyu naye akatafuta Wolper wake, akampaka rangi nyeupe kichwani, akaanza kuchukua kiki. Wala hakutaka kujiongeza sana. Yeye akajiita tu yeye ni Hamolapa. Yule si Harmonize, yeye ni Hamolapa. Lakini Hamolapa hakudumu sana. Harmonize aliendelea kuwa mkali na mtaalamu zaidi. Penzi na Wolper lilizidi kunoga zaidi na lilizidi kuwa la mvuto zaidi. Lakini waliweza kuachana kibabe tu. Hapa Harmonize anadai vitu vingi, kama aliweza kumpatia pesa nyingi Jacqueline Wolper. Jacqueline Wolper aliweza kuonyesha dharau na masimango ya waziwazi kwa wazazi wake. Lakini Wolper aliweza kukanusha skendo hizo. Mnamo mwaka 2019 Harmonize aliweza kudondoka kwenye penzi zito la Sala Mzungu. Wengi huko Zanzibar wanamfahamu kwa jina la Sala Masai. Sijui kwa nini wanamuita Sala Masai. Sitaki kudadavua kiundani zaidi jina la Masai limetokea wapi kwa Sala, kwa sababu yamkini yawezekana nikawa sina hakika zaidi ya tafiti hiyo niliyoweza kufanya. Nachokifahamu tu mwaka 2019 waliweza kufunga ndoa haraka bila kupoteza muda, wakati wala masaa. Hapa Harmonize aliingia sehemu ambapo pesa inamiminika, na hapo ndipo harakati za kuweza kuondoka WCB Wasafi zilivyoanza. Mimi nahisi kama Sala alimtonya hivi, kama mwamba uko ulipokuwepo unaonewa, yani nahisi, ingawa sina uhakika. Hapo ndipo mwamba akaanza harakati za kusaliti kambi. Kitu hichi kilimstua sana Diamond Platinum. Hakuamini macho yake, yani kile kinyago alichokichonga
leo kimeamua kuzimataa na kumtisha. Hata kama ungekuwa wewe ndo Diamond, ama hakika ungemind. Hapo ndipo Diamond aliponyoosha mkono kwa kijana Rajab Kahama na akimwambia, nishike mkono tushindane. Maneno haya yalimtetemesha sana Harmonize. Ni kweli blaza ananiambia tushindane? Diamond alienda mbali zaidi. Alimwambia, huniwezi kimuziki, kishabiki, wala kiserikali. Lakini Sala alizidi kumpa moyo tu Harmonize, akimwambia, wewe ni the best, wewe ni karamu ya WCB, nenda kaibe kitabu kile ulichoandika nyimbo zako zote WCB na uweze kuondoka nacho. Harmonize alifanya hivyo hivyo. Miongoni mwa wasanii walioondoka WCB na hawakupotea maisha yao yote, uwezo kumwacha Konde Boy. Hapa namzungumzia Harmonize. Penzi na Sara halikudumu sana, ndoa ikavunjika, wakatalakiana. Mnamo mwaka 2022 bwana Konde Boy akatangaza koloni lake jipya. Hapa namzungumzia Kajala Masanja, mwanadada aliyeweza kutikisa na kukamua zaidi moyo wa Harmonize. Sijui aliweza kumpa nini. Yamkini mazoezi waliokuwa wanafanya pamoja kwenye gym ya Masanja, labda zile lenji mbili na sifahamu kwa nini penzi hili liliweza kumake headline sana. Waliweza kufanya vitu vingi vikubwa na wakiweza kupata barozi nyingi sana kama vile CRDB na sehemu nyingine nyingi. Lakini cha ajabu chenye kustajabisha zaidi, baada ya wawili wao kuweza kuachana, ilidaiwa Harmonize anadaiwa hela nyingi sana na benki hiyo hiyo ya CRDB. Siwezi kufahamu kama deni hilo lililipwa ama zilikuwa skendo tu, lakini benki ya CRDB nilivyoweza kuona mitandaoni ilikuwa inamdai Harmonize fedha nyingi zaidi. Lakini nahisi amekwisha lipa. Penzi na Kajala lilikuwa tamu hadi Harmonize aliweza kumzawadia lenji mbili Kajala. Hapa na maanisha Kajala 1 and 2. Kwa miaka ya 2024 Harmonize aliweza kuzipa umaarufu sana gari za lenji. Zilikuwepo na zilikuwa gari za heshima, lakini Harmonize kama alizirudisha tena mjini na kila mtu alitamani kumiliki gari aina ya lenji. Story hii nzuri bado inaendelea. Penzi na Kajala kama kitumbua kiliingia mchanga hivi pale skendo kubwa ya Harmonize kwa mtoto wa Kajala ilivyotaradadi hapa mjini. Hadi hiyo ilimfanya Kajala Masanja aweze kuondoka rasmi kwa Harmonize. Harmonize akamchukua demo wa DJ yake. Hapa anafahamika kwa jina la Posh Queen. Kuna siku moja nilikuwa natembelea mitaa ya Posta, pale karibu kabisa na stendi ya mwendokasi napofikia tamati, pale Samola tu kwa mbele, nikakuta kuna jengo limeandikwa Posh. Nikamuuliza rafiki yangu, je, hili jengo ni la Posh Queen? Akaniambia hapana, hilo limeandikwa tu ila sifahamu ina maana gani. Nilikuwa nakupa kibonzo tu. Lakini penzi la Harmonize na Posh Queen na lenyewe halikuchukua hata raundi. Walidumu kwa takriban kama miezi 4 tu hivi, na kwenyewe kitumbua kama kikaingia mchanga. Sijajua blaza na shida gani yani, ila nahisi ni mipango ya Mola. Lakini kuna skendo ambazo zinaendelea kwa sasa kama mkali wa muziki wa Bongo Flava. Hapa namzungumzia Harmonize. Kwa sasa anadeti na binti mdogo zaidi anayekwenda kwa jina la Abby Chamsi. Lakini taarifa hizi Abby Chamsi wala Harmonize hawajadhibitisha hadharani, zinaendelea kuwa kama skendo. Mara pale pinde tu watakapodhibitisha hadharani nitakuletea kwa kina. Kumbuka storyteller wako niite Bongo Complex. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment.